Nachoona wana Simba, tatizo kubwa la Simba liko kwa Mo, si kwa Mangungu. Masaa 72 Mohamed Dewji atoke awe amekuja kutuaga kwamba anaondoka ndani ya klabu ya Simba. Bana, mitandao ya kijamii leo imechafuka baada ya baadhi ya mashabiki wa Simba kuitisha mkutano na waandishi wa habari wakielezea machungu walionayo juu ya klabu yao na hasa kuonyesha kuhitaji uwepo wa Mo Dewji kama mwekezaji katika klabu hiyo ya Simba na kueleza kuwa Mangungu si mwenye makosa bali makosa mengi yapo kwa Mo Dewji. Lakini nilipozingatia sakata hili nikawa najiuliza mengi na nikajaribu kusikiliza kiundani ili nijue sababu ni zipi zinazopelekea kufanya hivi. Wenyewe wameelezea sababu nyingi ikiwemo sababu ya kwanza ni kwamba Mo ameshindwa kubakisha wachezaji ambao wana quality nzuri kwa ajili ya kuendeleza ubora wa klabu. Wakatolea mfano kipindi Mo anamwachia Chama na Mixon miaka ya 2010 na ngapi, miaka hapo katikati. Hivyo wakatolea fafanuzi mbalimbali, wakatolea mfano pia kwa Mo analalamika, anaidai Simba. Wameeleza sababu mbalimbali, lakini binafsi nilivyosikiliza nikaona kwamba haya matatizo wameanza kuyaona ni baada ya Simba kufanya vibaya au walianza kuyaona hata kabla kipindi Simba inafanya vizuri? Maana kwa maelezo yao wanaeleza kuwa sababu hizi zimeanza toka mwaka 2017, which is wote tunatambua Simba 2017 ilikuwa ni Simba ya moto kweli, lakini hakuna ambaye alikuwa akiibuka na kutoa doubt yoyote Na kiupande wangu mimi nilizani walichokifanya sio vizuri, na kufuatia sasa hichi walichokifanya bana, uongozi wa Simba kupitia idara yake ya habari wakaja na taarifa ambayo inasema idara ya habari ya Simba wakaja na taarifa kwa umma, barua hii hapa na nukuu, wakisema kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staa kwa mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo ama kula njama na kuwakilisha katika vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Hii imetolewa na Crescentus Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026, lakini dakika chache baadaye ikatolewa tena taarifa kwa umma leo tarehe 5 Februari 2026. Baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kwa kuwa mkutano huo haukuwa mkutano rasmi unaotambuliwa na klabu. Klabu inachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliotumia nembo za wadhamini bila ruhusa rasmi ya klabu. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Ndugu zangu, juzi Mangungu alikuwa kidogo kwenye tafrani, akataka mala kupigwa. Simba imekuwa ni Simba yenye mikiki, na hii yote ni kutokana na kufanya vibaya kwa Simba. Sasa wewe kama shabiki yetu sisi Mtitu Media, andika kwenye comment, je, unadhani ni sahihi kinachoongelewa? Mo aondoke ama abaki? Endelea kutufuatilia. Hii ni Mtitu Media, usahau kusubscribe, kushare na kucomment.